fala takunanna minal mumtarin. Kwa hivyo wewe hii haki usiwe miongoni mwa wanaoitilia shaka. Amini ulichopewa, kuwa na msimamo juu ya kukienzi, kukitunza, kukipambania, usiwe na mashaka nacho. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin. Bawwa'na maana yake anzalna wa askanna. Tuliwateremsha bani Israili, walitoka safari tukawaweka mahala. Wametoka Misri, kuna eneo wakaambiwa wakakae. Wa askanna, tumewafanyia hapo iwe kwao maskani. Baada ya usumbufu wa kuhama eneo kwenda eneo, Allah aliwafanyia maandalizi mazuri ya makazi yao mapya. Kwa hiyo walaqad bawwa'na bani Israil, maana yake anzalna wa askanna bani Israila, tuliwaweka kwenye eneo na tukawaandalia hapo makazi bani Israil, baada ihlaki aadaihim, baada ya kuangamizwa wale maadui zao. Walitengenezewa eneo wakaambiwa kaeni hapa, baada ya kuangamizwa Firauni na serikali yake yote kwa ujumla. Kuna sehemu Musa aliambiwa akae hapo na watu wake. Manzilan salihan mardiyan, tuliwaweka kwenye eneo zuri ambalo kwa hakika yoyote anayekaa hapo anaridhika napo. Walipewa mahala pazuri pa kuishi wao na mifugo yao, wana ardhi nzuri ya kilimo, wakaambiwa wakakae. Warazaqnahum min at-tayyibati, na hapo walikuwa na wepesi wa maisha. Tuliwapa namna nzuri za riziki. Razaqnahum, tuliwaruzuku, tuliwapa riziki, chakula kilikuwa chepesi. Tena mina tayyibati, si vyakula vya ovyo, ni vyakula vizuri. Ai maana yake razaqnahumul ladhaidha tayyibata nafi'a, tuliwaruzuku vitu vitamu vizuri vyenye afya na vina manufaa kwa maisha yao. Yani wametunzwa mahala pazuri waja wa Allah. Na wana kiongozi wao mtume wa Mungu Musa alayhi salam. Hawakuwa wapumbavu, wanaongozwa kwa ilmu na imani ya dini. Famakhtalafu, wana wa Israeli hawakuhitilafiana hata jaahumul ilmu, mpaka ilipowajia ilmu. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawm alqiyama, Mola wako atahukumu baina yao siku ya kiyama, fima kanu fihi yakhtalifun, kwenye yale mambo yote ambayo walikuwa duniani wanahitilafiana kwayo. Famakhtalafu fi amri dini, hawakuhitilafiana kwenye masala ya dini kwa sababu walikuwa na kiongozi na wana kitabu cha mwongozo. Kwa hiyo walikuwa wamoja, wana dira moja, wanakubaliana. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, isipokuwa walihitilafiana baada ya kuwajia elimu. Wa huwa Tauratu, na elimu yenyewe ni Taurati. Allati fiha hukmullah, Taurati ambayo ndani yake kuna hukumu za Allah. Hili fanyeni, hili msifanye. Hili ni kosa, na atakayefanya kosa hili akithibitika kuwa kafanya apewe adhabu fulani. Wa hadha dhammu lahum, hapa Allah kama anawaumbua, anawatia ila. Lianna ikhtilafuhum,
kinachofanya walaumiwe hawa watu hitilafu yao kwenye dini, kana bisababi dini, ilikuwa ni kwa sababu ya ile dini yenyewe. Huko wanakotokea walikuwa wanatawaliwa, hawako huru kama masahaba wa mtume walivyokuwa kwenye awamu ya kwanza ya utume pale Maka. Hawakuwa huru, na Maka hapakuletwa sharia wala hapakuletwa ibada. Zilikuja aya za kuwajenga kitauhidi, wamjue Mungu wao ni nani, wajue akhlaki njema zikoje, aya za Maka. Na hawa wana wa Israeli kwa muda wote walipokuwa Misri chini ya ukandamizaji wa Firauni hawakuwa huru. Kwa hiyo hakukuja taklifu zozote za kisharia pale. Kwa hiyo walikuwa ni wamoja, wanamsikiliza mtume wao, wanafuata maagizo wanayopewa, walijengwa imani. Kwa wale walioikubali imani walikuwa waumini kweli. Lakini baada ya kuletwa kitabu sasa cha Taurati chenye maamrisho, makatazo, sharia za kudhibiti mwenendo wa jinai, kule ndo wakahitilafiana. Linaweza likaja agizo, wasiolipenda wakasema hili hatukubaliani nalo, wakajifanya wanahiari. Sisi kwenye Uislamu, Qur'ani inatuambia katika sura 33, ma kana limu'minin wala mu'minatin, haimpasi muumini mwanamme wala muumini mwanamke. Ukishajisema wewe ni muumini, huna uhuru kamili, lazima uwe mtiifu na msikivu. Ma kana limu'minin, haimpasi muumini mwanamme wala mu'minatin wala muumini mwanamke, idha qada Allahu wa rasuluhu amra, Allah na mtume wake wakishaamua jambo, wameamrisha jambo, linakwenda agizo hilo kwa waumini, haiwapasi waumini wanaume wala wanawake an yakuna lahumul khiyaratu min amri, kujifanya wana khiari, hili silitaki, ili nimelipenda nitachukua. Unatakiwa uwe msikivu kwenye unayoambiwa katika dini, na uwe mtiifu kwa kutekeleza maagizo yote unayoyapenda na usiyoyapenda. Kwa hiyo na hawa walikuwa wako vizuri, wameshikamana kwa undugu wao ule wa kikabila, sisi ni Banu Israeli, na walikuwa wanasikiliza na wanakubali nasaha za mkombozi wao ndugu yao Musa alayhi salam. Lakini baadaye dini ilipokuja kutamallaki kwenye maisha ya kawaida na wakaletewa sasa taklifu za kisheria, wakawa ni wenye kugawanyika. Wengine wanaojipenda wakawa wanaona wako huru kukubali au kukataa jambo. Kwa hiyo Sheikh anatuambia hapa, famakhtalafu hatta jaahumul ilmu, hawakuhitilafiana wafuasi wa Musa mpaka ilipowajia elimu, na elimu ni ya kitabu kutoka kwa Allah. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawma alqiyama, hakika Mola wako atakuja kuhukumu baina yao siku ya Kiyama. Fima kanu fihi yakhtalifun, kwenye yale mambo ambayo walikuwa duniani wanahitilafiana, mambo yanayohusu na dini. Famakhtalafu fi amri dini, tafsiri yake hawakuhitilafiana wana wa Israeli kwenye mambo ya dini, kwenye akida na ibada, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, isipokuwa walihitilafiana, walitengeneza hitilafu, wakapata matapo baada ya kuwajia elimu. Wa huwa, na hiyo elimu yenyewe iliyokuja kuwagawa, at-Tauratu, ni Taurati, kitabu alichopewa Musa. Allati, Taurati ni kitabu ambacho fiha hukmullah, ndani yake kuna hukumu za kisheria za Allah. Sasa mpaka kwenye sheria mtu hujifanya hii siridhiki nayo, ninaikataa. Amri hii mimi sikuipenda, ninaikataa. Agizo hili mimi sikubaliani nalo, ninaacha. Mwingine anasema sina uwezo wa kukataa, mwingine anasema nina haki ya kukataa. Tofauti inapatikana.
Panakuja hapo madhehebu, misimamo, manahiji. Naona bwana, wa hadha dhammu lahum, hichi ndicho kinachopelekea walaumiwe wana wa Israeli. Wanalaumiwa kwa sababu lianna ikhtilafuhum kana bisababi dini, ikhtilafu yao ilikuwa ni kwa sababu ya dini. Ile dini, ndani ya dini ndo wamekhitilafiana. Kama Waislamu sisi wa sasa tunakhitilafiana kwenye dini yenyewe. Tuna madhahibi, manahiji, wakati sote tunatakiwa madhhabi yetu iwe ya Mtume, manhaji yetu iwe ya yule Mtume. Tukubaliane kuzungumza, kwani kwenye hili Mtume alikuwa katoa msimamo gani? Lakini kuna misimamo tele, kuna manahiji tele kwenye jambo la dini moja. Wote wanasema la ilaha illa Allah, wote Qur'an kitabu chao, wote Muhammad mtume wao, na wote wanataraji kupata pepo moja ya Allah, lakini wanatofautiana kwenye dini. Wa dinu, na dini kimsingi, dini yajma, huwa inawafanya watu wawe pamoja, inawakusanya watu. Wala yufarriqu, adinu yujammi'u nasa, dini inawajumuisha watu, waache tofauti zao zote kwenye ujinga, kwenye imani wawe na msimamo mmoja. Wala yufarriqu, dini haiwafarakanishi watu wakaonana tofauti. Kama dini ni moja, basi wote wawe kwenye msimamo wa hiyo dini inavyotaka. Kwa hiyo lawama kwa watu wa kitabu ni kwamba walikuwa wamoja. Ilipokuja dini, elimu ya dini, hukumu za dini ambazo zilikuwa zinawadhibiti wawe wamoja zaidi, wao wakafarakana. Wayuwahidu, na dini huwa inawafanya watu wawe ni wapwekeshaji, wamtambue Mungu mmoja. Wala yushattit, dini haiwafanyi watu wawe matapo, mitazamo tofauti, wakawa ashtata. Dini inawataka watu wawe na sera moja, dira moja. Wakala Tabari, na amesema Tabari, kanu qabla an yub'atha Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, watu wa kitabu, hii ni tafsiri ya mwanawachuoni mwingine, watu wa kitabu hawa wana wa Israeli kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walikuwa mujtami'ina ala nubuwatihi, wamekusanyika, wana msimamo mmoja kuhusu utume wake. Narudia tena, Tabari yeye kapita hivi. Huyo shekhe wa kwanza akasema huko kwenye Taurati, kabla ya Taurati walikuwa wamoja, baada ya kuja Taurati wakatofautiana kwa sababu ya zile tabia za kibinadamu. Mwingine anasema hili sikulipenda, na atakuwa na watu watamuunga mkono, anatengeneza dhehebu, anajigawa na wenziwe. Lakini huyo Tabari anasema kanu, walikuwa watu wa kitabu kabla an yub'atha Muhammadun, kabla hajapewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mujtami'ina ala nubuwatihi, walikuwa wana msimamo mmoja kuhusu utume wa mtume wa mwisho. Wote walikuwa wanajua baada ya Isa anakuja mtume atakayepewa utume akhiri zamani. Akija mtume huyo tutakubaliana naye, tutamsikiliza, tutamfuata. Hili kama tuna kumbukumbu nzuri tulilizungumza vizuri wakati tumepitia kwenye juzuu ya 30 kwenye suratun Nabai, lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Ayu bayyinatin hiya rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima. Watu wa kitabu walikuwa wana msimamo mmoja,
lakini walikuwa wanatofautiana kwa imani zao kati ya Wayahudi na Wakristo, kati ya wanaoamini kitabu cha Taurati na wanaoamini kitabu cha Injili. Taurati ni kitabu cha Allah, kashushiwa mtume Musa alayhi salam, na Musa ni mtume wa Banu Israili. Injil ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kapewa mtume Isa alayhi salam, na Isa ni mtume katika uzao wa Banu Israili. Kwenye Taurati na kwenye Injil mote katabiriwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na jina lake katajwa na sifa zake, atakuwa hivi hivi hivi, wafuasi wake watakuwa hivi hivi hivi, kaandikwa katika vitabu vyao. Lakini katika maisha ya hii miaka ya 570 kabla ya kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kulikuwa kuna mijadala mikubwa kati ya hawa watu wa kitabu. Mayahudi wanakosoa baadhi ya misimamo, itikadi za Wakristo, tena wanaongoza hoja zao, wanakosoa kwa hoja na dalili, na baadhi ya hoja na dalili wanazikubali wenye kukosolewa. Kweli hili ni tatizo, haliwezi kuwa ni dini. Lakini sisi tumelikuta kwa wazazi wetu, hatuna uwezo wa kurekebisha chochote kwenye dini, isipokuwa walikuwa wanachokiona kwenye kitabu chao. Kaahidiwa kuwa yuko mtume atakuja akhiri zamani. Wakizidiwa kwa hoja wa Kristo, wanatoa pointi hiyo, wanasema kwenye kitabu chetu ambacho ndio cha mwisho, Injili, katabiriwa mtume atakayekuja akhiri zamani, akija tutashirikiana naye, tutarekebisha hizi kasoro. Walikuwa wanamsubiri mtume wa mwisho wa Kristo. Lakini pia na Wakristo nao walikuwa wanaona makosa ya kiimani kwenye dini ya Kiyahudi, na wakati mwingine wanapoongea kwa hoja na dalili, Mayahudi wanakiri kweli haya ni mapungufu kwenye imani ya dini. Lakini na sisi ndo tumerithi kwa wazee wetu haya, hatuna uwezo wa kurekebisha lolote kwenye dini, ila na sisi tumekuta kwenye kitabu hiki katabiriwa mtume atakayekuja akhiri zamani, akija tutashirikiana naye na tutamfuata, kasoro hizi zitaondoka. Tatizo ni kwamba kwa sababu Wayahudi wamemkuta huyo mtume kaandikwa kwenye Taurati, na tabia yao ya ubinafsi, walikuwa wanaamini atakuwa ni Banu Israili mwenzao. Atakapokuja, haya matatizo tunayoyakuta yataondoka, kwa sababu tutashirikiana naye. Madam ni mtume wa Mungu, atakuja na ukweli wote, haya matatizo yataondoka. Na Wakristo nao walikuwa wanaamini kwa kiasi kikubwa kwamba madam tumemkuta kaandikwa kwenye Injili, na Injili ndo kitabu cha mwisho kuliko Taurati, atakuwa ni mwenzetu, atakuwa ni Mkristo, mtu wetu, akija tutamkubali na haya matatizo tutayarekebisha. Walikuwa wanategemea hivyo. Sura itakaja kuwaelimisha Waislamu kupitia Qur'ani, Suratul Bayyina, kuanzia aya ya mwanzo. Hawa watu walikuwa na migogoro ya kiakida, na walikuwa wanafanya open dialogue, wanafanya makongamano ya kukosoana, isipokuwa kasoro wanazozikuta wanazikiri, ila hawawezi kuzirekebisha. Wanatamaa kwamba atakuja mtume kutoka kwa Allah, akija ndiye atakayewasaidia kuondosha kasoro hizo. Lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi, hawakuwa waliokufuru katika watu wa kitabu ambao ni Mayahudi na Manasara, walmushrikina, na pia hawakuwa hivyo hivyo hawa washirikina ambao ni waabudu masanamu. Wanakosoana watu wa vitabu, Mayahudi na Wakristo, lakini Mayahudi na Wakristo walikuwa kitu kimoja dhidi ya washirikina wenye kuabudu masanamu. Wote walikuwa wanaambia, nyinyi tena mmezidi, sanamu mnasema Mungu.
halafu hamuamini kuwa kuna maisha baada ya kuondoka duniani, nyinyi mmepotea sana. Na wale wenye kuabudu masanamu wanawaambia, nyie wenye dini ambao mna vitabu mloletewa mitume, nyie wenyewe hamuelewani. Munasema Mungu ni mmoja, Mungu wenu mmoja, kwa nini mnatofautiana kuhusu huyo Mungu wenu? Sasa pataneni nyinyi kwanza, tujue ukweli wa hizo imani zenu. Mkishakuwa mna dini iliyonyooka, ndo mtulinganie na sisi. Kwa hiyo kasoro zilizokuwepo kwa Mayahudi zilishindikana kutatuliwa, wanamsubiri mtume. Kasoro zilizokuwepo kwenye Ukristo zilishindikana kuzirekebisha, na wao wakawa wanamsubiri mtume. Na washirikina kasoro zao za wazi zilipokuwa zinatangazwa, wanasema tunakusubiri ninyi aje huyo mtume wenu. Kwa hiyo ndo aya imesema wazi kabisa, walikuwa wanazijua kasoro zao, mapungufu yao, aibu zao kwenye dini, lakini makanu mumfakina, hawakuweza kuachana nazo, hawakuweza kuzirekebisha kasoro hizo, hata taatiyahumul bayinatu, mpaka uwajie ubainifu, wapewe somo, elimu ya kukinaisha. Ubainifu gani walikuwa wanaousubiri? Rasulu minallahi, walikuwa wanasubiri aje mtume kutoka kwa Allah. Mtume hateuliwi na watu hapa duniani. Watu wa kitabu wanalijua hilo, kwa hiyo walikuwa wanamsubiri mtume wa mwisho, ar-rasulu al-mab'uth fi akhir zamani, huyo mtume atakayepewa utume zama za mwisho, mtume wa mwisho. Walikuwa wanajua atakuja, lakini hawakumjua atatokea wapi. Wayahudi walidhani atakuwa ni mwenzao, ndugu yao, ili wawatambie Wakristo. Na Wakristo walikuwa wasema huyo atakuwa ni mwenzetu, maadamu katajwa kwenye kitabu chetu, atakuwa ni Mkristo. Kwa hiyo Wayahudi wanasema atakuwa ni Myahudi mwenzetu, Wakristo wanasema atakuwa ni Mkristo mwenzetu. Hawa washirikina wanasema sasa tunasubiri litokee hilo la kutokea, mkeshaelekea nyinyi mtatulingania na sisi kwa hoja za huyo mtume mnayemsubiri. Kwa hiyo wote watu wa kitabu na washirikina walikuwa wanamsubiri aje mtume atakayeteuliwa akhiri zamani. Yatlu suhufan mutahhara, aja wasomee kitabu safi kisicho na makosa. Rasulun minallahi, walikuwa wanamsubiri mtume kutoka kwa Allah. Yatlu suhufan mutahhara, aja wasomee kitabu kilicho safi kisicho na makosa. Fiha, katika kitabu hicho, kutubun qayyima, kumeambiwa kutakuwa na sharia zinazokubaliana na maumbile ya binadamu, kitawanyoosha watu. Qur'ani ndio kitabu cha mtume wa akhiri zamani. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba, kwenye hili hawakufarikiana watu wa kitabu, walikuwa wana msimamo mmoja, wanamsubiri. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina, walikuja kufarakiana ule ubainifu waliokuwa wanausubiri ulipokuja, hapa ndo wakafarakana. Wanamsubiri mtume, alama zake wanazo, zimo kwenye vitabu vyao. Alipokuja mtume mwenyewe na wakajiridhisha huyu ndiye kwa alama hizi, wakamkataa, kwa sababu Wayahudi lile walilokuwa wanategemea hakuletwa kwenye Banu Israeli mtume huyo, na Wakristo lile walilokuwa wanalitegemea hakuletwa kwenye jamii yao ya Wakristo, kaletwa kwenye jamii ya watu waliokuwa wanawadharau, ummiyuna. Nasema Ishma iko wapi sasa? Sisi tukajinyenyekeze kwa hawa, yani hawa ndo watuongoze sisi. Hilo ndo likawa tatizo. Ni maamuzi ya Mungu, lakini hawakukubaliana nayo. Kwa hiyo ilipokuja ule ubainifu, wao ndo wakafarakana. Wenye akili wakakubaliana nao, wengine hamnazo wakasema kwa hili hatuko tayari, tunakataa. Kwa hiyo Mungu wao wamemkatalia. Kama Ibilisi alivyoambiwa, naumba kiumbe nikimkamilisha mpeni heshima, kagoma.
kwamba mimi ni muheshimu yeye au yeye aniheshimu mie niliopo zamani. Na hawa nao ndo hivyo hivyo katika binadamu, watu wa kitabu. Kwa hiyo ina maana hizo mbili walikuwa wana msimamo mmoja kabla ya kuletewa sharia. Ilipokuja kitabu kina sharia, wakatofautiana, wengine wamekubaliana nacho na wengine mabwanyenye wenye kujivuna hawakukubali baadhi ya maamuzi. Maana ya pili ni kwamba hawa kizazi cha wana wa Israeli walioishi kwenye wakati wa Taurati, wakati wa Injili mpaka umemalizika kaja mtume wa mwisho, walikuwa wote wanajua kuwa atakuja mtume mwingine kuja kuhuisha dini ya Mungu mmoja. Lakini alipokuja mtume mwenyewe hawakukubaliana naye, kwa hiyo wakakataa maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zote ni maana sahihi. Famakhtalafu, hawakukhitilafiana watu wa kitabu, hata jaahumul ilmu, mpaka ilipowajia ilmu. Somo lile walilokuwa wanalisubiri lilipokuja kuchukua nafasi yake, wao likawagawa, wengine wakakubali, wengine wakakataa. Sasa kukataa kwao waliokataa na kukubali kwa waliokubali, inna rabbaka yaqdi bainahum yawma alqiyama, hakika Mola wako atakwenda kuhukumu baina siku ya kiyama, fima kanu fihi yakhtalifun, kwenye mambo yote ambayo katika maisha yao ya duniani walikuwa wanakhitilafiana, ufumbuzi wake watakwenda kuupata huko mbele ya safari. Sasa kheri uende huko iwe katika upande wa waliopatia, ukenda huko siku ya kiyama ukawa katika upande wa waliokosea, hakuna nafasi tena ya kujirekebisha huko wala kufanya kilicho sawa. Ukenda umekosea, ndo umekosea tu. Kwa hiyo mtu afanye juhudi mapema kwenye makundi haya ya watu wanaokhitilafiana, jitume, utafute nguvu ya hoja. Mbona wasemaji wako wengi, manahiji ziko nyingi, wepi wako sawa na wepi wamekosea, na wewe mwenyewe ujitume kutafuta ukweli uko wapi, kama Allah alivyosema, alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu. Watu wazuri werevu wenye akili ni wale wanaosikiliza kauli za wasemaji wengi, lakini na wao wanakuwa wana kiwango cha ufahamu na kutofautisha, wakajua katika kauli za watu hawa, wawe wawili, watatu na zaidi, yupi kauli yake ina uzito zaidi kuliko mwingine. Tafuta haki iko wapi, fata ile haki. Usiingie tu ushabiki ukasema mimi nako maana hawa, kama wamepatia, kama wamekosea, mimi hawa nimewakubali. Tafuta kipi kiko sahihi zaidi. Siku ya kiyama ukenda ukaambiwa wewe uko katika waliokosea, huwezi kupata mahala pa kujisalimisha. Yani famakhtalafu fi amri dini, watu wa kitabu hawakukhitilafiana kwenye jambo la dini, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, isipokuwa walikhitilafiana baada ya elimu kuwajia. Usahihi wa mambo ulipokuja, wao ndo wakakhitilafiana. Wa huwa Tauratu allati fiha hukmullah, elimu yenyewe ni kitabu chao cha Taurati ambacho kuna hukumu za Allah ndani yake. Wa hadha dhammun lahum, hii ndiyo kuwaumbua watu hawa, hawakuwa na maamuzi ya sawa. Lianna ikhtilafuhum, kwa sababu kukhitilafiana kwao, kana bisababi dini, wamekhitilafiana kwa sababu ya ile dini yenyewe. Dini ndo imewagawa, wakati dini kimsingi ili wataka wawe wamoja. Mtume wetu kaja kuwakuta watu wa Arabu wamekhitilafiana mpaka kwenye familia, kabila na kabila, ukoo na ukoo, kwa sababu ya dini watu wakawa wamoja. Dini ndo iliyowafanya wawe wamoja kama ndugu. Sasa watu ambao dini imewafanya wawe wamoja, leo wakaona ule umoja si kitu chenye thamani, ndani ya dini wanakhitilafiana, inakuwa ngumu kujua nani kapatia, nani kakosea, nani yuko sawa na nani kesharibu. Wadinu yujammi'u wala yufarriqu,
Dini huwafanya watu wawe wamoja, haiwafanyi watu wakafarakana, wakatofautiana. Wayuwahidu wala yushattitu, dini inawafanya watu wawe katika umoja, sio kuwagawa. Kama wako wana tofauti, dini ndio inatumika kuondosha tofauti zao, waonane kama ndugu, sio kuwagawa wakawa wako tofauti kwenye dini. Na Tabari ndo akasema hivyo, tofauti yenyewe au elimu yenyewe iliyokuja kuwagawa, huko nyuma walikuwa wako wamoja, wameongozwa na Waisraeli kidini kwa muda mrefu. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, wana wa Israeli walikuwa wanaongozwa kisiasa na manabii wao. Tasusu inatokana neno asiasa tu. Siasa ni huu uongozi uliopo kwenye jamii, kaunda serikali, pakawa pana mahakama, pana bunge au baraza la mashauri, kuna hivi, dola inakuwepo. Dola zao kwa muda mrefu zilikuwa zinaendeshwa kidini na manabii ndio viongozi wao. Kitabu kilichotoka mbinguni cha wahai ndio katiba yao. Kullama halaka minhum nabiyun, kila akifa nabii kwenye Banu Israil, ba'atha Allahu ba'dahu nabiyya, Allah huleta baada ya kuondoka aliyeondoka nabii mwingine, mradi ile jamii ilikuwa inaendeshwa kwa wahi. Kwa hiyo hawakuwa watu wapumbavu, na ndio maana Allah anawaambia kawafadhilisha wao kuliko watu wengine kwenye ulimwengu wao. Kwa hiyo hawakuwa wapumbavu, ni watu waliokuwa wanasimamiwa vizuri na manabii wenye vitabu. Lakini Tabari anasema kanu kabla an yub'atha Muhammadun, watu wa kitabu walikuwa kabla hajapewa utume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mujammi'ina ala nubuwati, wote walikuwa wana msimamo wa pamoja juu ya utume wa huyo mtume wa mwisho. Hawakumjua tu atatoka kabila gani, lakini wapi atazaliwa, wapi atakulia, tabia yake atakayomfika, yote yaliandikwa kwenye Taurati na kwenye Injili. Ila kwa sababu kwenye miji hiyo na wao walikuwemo, walitegemea atakuwa wetu mtu, Allah akamtoa, si kwa Mayahudi wala sio kwa Wakristo, lakini walikuwa wana uhakika atakuja mtume wa mwisho, na akija tutashirikiana naye. Kwenye hili walikuwa wamoja. Waliiqraru bimab'athihi, na walikuwa wanakubali kuwa atakuja mtume huyo. Mayahudi walikuwa wanalikubali hili na Wakristo walikuwa wanalikubali, wanamsubiri mtume atakayepewa utume akhiri zaman. Falamma jaahum, alipowajia mtume mwenyewe na wakaona zile ishara, alama zilizozungumzwa kwenye vitabu vyao anazo, hawakumpenda kwa sababu ya kabila yake. Tutaongozwaje na Mwarabu? Na Waarabu hawa tushawaburuza kwa muda mrefu, sisi mabosi wao tumewasimamia sana. Leo atoke mtu kwao watusimamie sisi? Hapana. Falamma jaahum, alipowajia mtume huyu, maarafu, falamma jaahum maarafu au maarifu, lilipowajia jambo ambalo wanalijua, wana taarifa nalo, kafara bihi ba'dhum, baadhi yao wakalikataa. Yani mtume wana hakika huyu ndiye, lakini alisema kwa kabila hii, kwa watu hawa hatuko tayari kunyenyekea. Baadhi yao wakamkataa. Wa amana alba'du, lakini wako baadhi yao ingawaje wachache waliomkubali, wasema huyu ndo mwenyewe tuliokuwa tunamsubiri. Kwa hiyo baadhi yao waliamini na wengi wao ndio waliokufuru. Fadhalika ikhtilafuhum, na hiyo ndiyo ikhtilafu yenyewe. Jambo mna uhakika nalo, mlikuwa mnalisubiri, lilipokuja sasa mukaanza kutofautiana. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, maneno haya Allah anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kunta fi shakkin, kama na wewe mtume wetu tuliyekupa kitabu ukiwa una shaka, mimma anzalna ilaika,
una shaka na haya tuliyokuteremshia. Yani kwa mfano, nimesema hapa juzi kwamba watu duniani huwa wana mambo yao, wanaendesha mambo mengi kwa propaganda. Jambo wakiwa hawalitaki hulitengenezea propaganda, au kuna jambo wanalitaka lakini linapingwa, kulitengenezea propaganda ya kulifanya likubalike. Duniani hapa sasa wanasema we create a lie, tunatengeneza uongo sisi, tunabuni kitu cha uongo, then we repeat it 100 times. Wetu tunatangaza sana mara nyingi, then the lie seems to be truth. Baada ya kutangaza sana, kuweka mabango, ule uongo wetu huaminika kuwa ni ukweli. Mnifahamu vizuri? Sasa na yeye mtume, sasa mimi nimetumwa na uhakika nimetumwa. Maneno ninayoyasoma ni ya Mola wangu mlezi, na hawa ndiye Mola wao. Kuna kipingamizi gani maneno ya Mungu yasieleweke na viumbe wa Mungu? Au kuna pahala ninakosea? Au nimekosea utaratibu? Wakati mwingine hata kitu ukiwa nacho wewe cha kweli, kwa propaganda unaweza hichi ndicho, au uongo, lakini niko sawa au nishakosea, hata wewe ukawa hujiamini wakati mwingine. Sasa Allah akamwambia, kwa sababu ya propaganda za watu, kelele zao nyingi za kuukataa ukweli hadharani, wakasema huyu mchawi, huyu mzushi, huyu muongo, mgombanishi. Mnamuona alivyozifarakanisha familia. Kwenye familia moja watu hawaelewani, wengine kawachukua, wengine wanampinga. Kama angekuwa mtume wa Mungu hili lisingetendeka. Mungu hafanyi kosa hilo. Sasa watu wanatangaza mpaka wewe ukaona, lakini kweli mimi natangaza neno la Mungu. Kwa nini watu kwenye familia moja wengine wanaamini, wengine hawaamini? Wengine wameelewa, wengine wanashindwa kuelewa. Kwa nini sasa inatokea tofauti mpaka wanafika kugombana kwenye familia au kuuana? Ukimtambua huyu mtume tunakuua. Yote ya kazi gani? Sasa akaambiwa, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika, ikiwa na wewe mtume mwenyewe una mashaka na hicho tulichokuteremshia, kitabu tulichokupa, aya tunazokusomea, hadha ala sabili alfaradhi wa taqdiri. Hii sio kwamba Allah ana mashaka na elimu au imani ya mja wake au mtume wake. Hadha ala sabili alfaradhi wa taqdiri, kama tunavyofanya mahesabu shuleni, ukaambia jalia, give, jalia, kwamba hii ni 5 na hii ni 3, lakini 5x na 3y, ukizidisha hapa utapata jawabu hii hapa. Sasa tafuta x na y. Sasa jalia x ni kitu fulani na y ni kitu fulani, piga hiyo hesabu mpaka upate jawabu hii. Si ndio unaona? Sasa hiyo ndo maana yake. Inawezekana akili ikakupelekea huko, lakini niko sawa au kuna sehemu nimekosea. Lakini sio kwamba Allah anajua kwamba mtume wake kachanganyikiwa au hapana. Ulichopewa ni kitu sahihi, lakini tabia za watu ndo ziko hivi. Hawanyooki wote, wengine wamepinda. Infaradha, ikiwa itapitika katika akili yako, annaka shakakta, kwamba wewe umefikia mahala ukawa una mashaka na maagizo uliopewa. Kwa mfano, utakuwa na shaka na baadhi ya mambo katika wahyi ulioshushiwa, basi ikitokezea, kwa mfano, fas'al, uliza. Kama utatokezewa na shaka, uliza, na waulize watu wenye uzoefu katika masala ya wahyi.
Qala Ibn Abbas, amesema Abdullah ibn Abbas, lam yushakkik an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume hakupatapo kuwa na shaka hata siku moja. Hakupatapo mtume kuwa na shaka kwenye jambo la dini hata siku moja sallallahu alayhi wasallam. Walam yasal, wala hajapatapo kuwauliza watu wa kitabu, maana anajua wao wenyewe waongo na wababaishaji. Waqala Zamakhshari, mwana wa chuoni mwingine Zamakhshari amesema, hadha ala alfaradhi watamthili, hii ni katika yale mambo ya kujalia au kupiga mfano. Kwa mfano, kaannahu qila, kama kwamba mtume kaambiwa, fa in waqa shakkun mathalan, ikitokezea kwenye anga yoyote ya kitabu au wahyi uliopewa, kwa mfano, hapa nina mashaka, kwa nini inakuwa hivi? Wa khayyala laka shaitanu khayalan, au shaitani akakupambia mambo kifikra, fikra yako ikawa imeenda mahala fulani, takdiran, kwa kukadiria. Fas'al ulama wa ahli alkitab, waulize wanawachuoni waliopewa kitabu kabla yako. Hao wanawachuoni wao, watu wa kitabu, waulize. Lakini hakupatapo mtume kuuliza. Kuna siku mtume alipofanyiwa safari ile maarufu ya Isra, akatoka Maka usiku, akapelekwa mpaka Palestina, Baitul Maqdis, na kaongozana na Jibril alayhi salam. Walipofika Palestina, wakaingia msikitini mle kwenye Baitul Maqdis. Msikitini mlikuwa mna watu wengi tu. Jibrili akakimu sala, na waliokuwemo mle msikitini hawajajua ni nani imamu wao, maana msikitini si mnamjua imamu fulani atatusalisha. Kakimu sala, alafu akampitisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe imamu, akawasalisha waliokuwemo msikitini rakaa mbili. Baada ya kumaliza sala, ikashuka aya maarufu tunaisoma, iko kwenye suratu Zukhruf, inasema fas'al man arsalna qablaka min rusulina aj'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun. Ile ilishuka kwenye tukio lile la Isra, wanavyosema wanawachuoni. Fas'al man arsalna qablaka min rusulina aj'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun. Na tunaelewa safari ile ya Isra ilifanyika kwenye mwaka maarufu unaitwa Amul Huzni, mwaka ambao mtume alifiwa na mkewe mama Khadija, na mwaka huo huo alikufa ami yake Abu Talib. Kakosa yule mliwazaji wa ndani nyumbani aliyekuwa na jukumu kubwa la kumpa utulivu mtume, akasahau maudhi yote aliyokumbana nayo kutwa nzima. Akija nyumbani anapata utulivu, maneno mazuri, maneno elekezi, na anapata usingizi mzuri wa raha. Alikuwa ni kinga yake ya ndani, na nje mikiki yote ya makafiri ilikuwa inakwama kwa Abu Talib. Tangu siku alomwambia ibn akhi, ewe mwanangu, mtoto wa kaka yangu, qul ma shi'ta, sema utakalo, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim, hawa makureishi hata wakijumuika pamoja hawawezi kukudhuru kwa lolote, madumtu hayyan, kwa muda ambao nitakuwa niko hai duniani, hata uwasada mina turabi dafina, labda ifike siku nishazikwa kwenye ardhi, hapo ndo watakufanyia, lakini nikiwa hai nitakulinda kadiri ya uwezo wangu. Sasa hii kinga ya vurugu za nje imeondoka, kinga ya utulivu wa ndani imeondoka. Kwenye mwaka mmoja maudhi ya makureshi yakazidi mara nyingi, akafanyiwa yeye mtume binafsi na wafuasi wake waliomwamini. Maka haikuwa na utulivu hata kidogo, ikapelekea mtume aondoke Maka aelekee Taif. Taif ndo akasakiziwa wahuni wa mjini, wakampiga mawe mpaka karoa damu,
anatembea vile viatu vimechopea damu mpaka kwenye nyayo. Baada ya tukio lile la kwenda Taif na kupigwa mawe, ndo akaliwazwa kwa kuandaliwa hiyo safari special ya Isra na Miraj. Katika jumla ya viliwazo walivyopewa pale Baitul Maqdis, kawekewa jamaa ya watu hawaelewi, akaambiwa wasalishe. Yeye Mtume Muhammad ndo akawa imamu, pita tusalishe, akasalisha. Baada ya kumaliza sala ndo ikashuka hiyo aya. Kwanza inamtambulisha hiyo aya, hawa uliowasalisha ndio mitume wa Allah mursalina, aliyowatuma ardhini, kawatuma kwa watu. Huyu ndo Adam baba yako, huyu ndo Idrisa, huyu ndo Nuhu, huyu Ibrahim, huyu nani. Pale wameletwa kwa sura zao na akawaswalisha. Sasa kama unaona kazi uliopewa ngumu, hebu waulize hawa wote, hawa niliwatuma na walipita kwenye changamoto unazozipitia. Katika hawa waulize we mwenyewe, yoyote katika hawa kwenye zama zake nilimruhusu akubali mimi niabudiwe na miungu mingine? Wote walikuja kupambana niabudiwe peke yangu, nisishirikishwe, na walikuta machungu mengi kwa watu wao. Sasa kama wewe unayoyapitia unaona labda mzigo ni mgumu kwako tu, nimekukusanyia hawa ni watangulizi wako kwenye kazi hiyo, waulize. Mtume akasema wallahi la as'aluhum bihadha suali, siwaulizi suala hili. Suala gani la kuwauliza watu? Siwaulizi mimi suala hili. Waqad aiqantu, mimi nina yaqini, ninajua kwa uhakika, anna kulla alkauni tashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak, najua ulimwengu mzima na vilivyomo unashuhudia kwamba hapana ulimwenguni anayestahiki kuabudiwa kwa haki ila wewe, huna mshirika. Taniulize swali hilo, namuuliza nani? Na mimi mwenyewe nina uhakika. Kwa hiyo kuambiwa waulize watu wa kitabu, hakuwauliza mitume wenziwe, kasema niulize kitu ambacho ninakielewa, lakini ni formality. Naambiwa jalia, kama itatokezea sehemu wewe mwenyewe ukakwazika, una mashaka, waulize hao watu wa kitabu ugumu wa kazi hii ya unabii. Wale waliokuwa kidogo werevu, wana insafu, waulize wakufahamishe changamoto za kazi ya wahyi zilivyo, kazi ya kusimamia dini. Kama patatokezea una mashaka na jambo, akili yako ikatanzika, fas'al ulamaa ahli alkitab, waulize wanawachuoni wa watu wa kitabu. Wa farqun adhimun baina qawlihi wa innahum la fi shakkin minhu murib, lakini kuna tofauti kubwa baina ya kauli hii ya Allah ya kumwambia mtume wake waulize wasomi watu wa kitabu, na kauli nyingine Allah aliyosema kuwahusu watu wa kitabu, wa innahum la fi shakkin minhu murib, hao watu wa kitabu wako katika shaka kwenye dini. Tena shaka yenyewe haiwapi utulivu wa nafsi, utulivu wa akili. Kuna mambo yanawachanganya, wanasema sijui kweli, sijui si kweli. Katika aya ya 110 ya sura Hud. Kwa hiyo waulize biisbati shaki, ili uweze kutuliza shaka yako, ala sabili taakidi wa tahqiqi, kwa njia ya kutilia mkazo au kutaka uhakika, usahihi. Wa baina qawlihi, ni tofauti baina ya kauli hizo mbili, wa innahum la fi shakkin minhu murib, na baina ya kauli nyingine aliyosema wa in kunta fi shakkin, wewe Muhammad ukiwa kwenye shaka. Watu wa kitabu wao wenyewe wanaambiwa wana shaka na wahai, na mtume anaambiwa na wewe ukiwa una shaka. Anasema shaka hizi ni shaka tofauti, shaka maana ya shaka hii aliyoambiwa mtume, alfarad wa tamthili, ni lugha ya kujalia jambo halipo lakini tujalie, halafu ni lugha ya kushabihisha jambo kwa kupigia mfano.
Ndio hicho alichoambiwa Mtume, hakipo na hakikutegemewa kuwepo, lakini kwa mfano ingelikuwa pametokezea hivi, basi haya mambo hawa watu wa kitabu wenyewe wanayaelewa, lakini Mtume hakuwauliza. Is'al ahla alkitabi, maana ya maneno, waulize watu wa kitabu, alladhina yaarifuna at-taurata wal injil, wale wabobezi kwenye ilmu ya dini wanaoijua vizuri Taurati na wanaoijua vizuri Injili, vile vitabu halisi walivyokuwa navyo Musa na Isa mwenyewe, sio Biblia wala Talmudi, vitabu vilivyopo sasa. Taurati yenyewe wanaoijua, waulize ugumu wa kazi hii, na yanayojiri baina ya mitume na watu wao waulize. Fa inna dhalika, kwa sababu kufanya hivyo, kuwauliza watu wenye weledi kwenye mambo yao, wenye maarifa na elimu, muhaqiqun indahum, ni kitu ambacho kitakupa uhakika. Wao watakuhakikishia, wana uhakika kwa elimu walionayo kwenye vitabu vyao. Kama qasasna alaika, mambo yako sawa kama tunavyokusimulia. Qur'ani inazungumza mambo yaliyomo kwenye Taurati. Qur'ani inaiunga mkono Taurati, haipingani na chochote katika vilivyomo kwenye Taurati. Qur'ani inazungumza Injili na mambo yaliyomo kwenye Injili, kwa hiyo Qur'ani inaitambua Injili, na Qur'ani imewataja mitume wote waliotumwa na Allah bila ya khiana, na yaliyojiri baina yao na watu wao. Kwa hiyo kuna kipi atakachokosa kuthibitisha kwenye vitabu vilivyopita? Kwa hiyo kama kuna watu wamesoma vizuri vitabu vilivyopita, hawawezi kukosoa lolote kwenye Qur'ani, kwa sababu hivi vyote vinatoka katika sehemu moja. Walgharadhu, na makusudio, dafu shaki an qasasil Qur'ani, ni kumfanya msomaji wa Qur'ani asiwe na shaka juu ya lolote katika yanayosimuliwa kwenye Qur'ani. Yote ni kweli kwa 100%. Qur'ani inathibitisha yaliyopita kabla yake na haipingani na chochote katika vitabu vilivyokuja kabla yake. Laqad jaaka alhaqu min rabbika, ewe Muhammad, yaliyokujia haya ni haki kutoka kwa Mola wako. Imekujia haki kutoka kwa Mola wako. Ai, maana yake jaaka ya Muhammadun, umekujia ewe Muhammad, albayanu alhaqu, ubainifu wa haki, umepewa vitu kwa uhakika wake. Walkhabaru sadiq, na umeambiwa habari za ukweli, hamna uongo wala ghushi. Alladhi, habari ambazo la ya'tarihi shakku, hamna sehemu ambayo inaweza ikakufanya uwe na mashaka nayo. Ulichopewa ni kitu sahihi, hakina shaka yoyote. Fala takunanna minal mumtarin, kwa hiyo imemthibitishia yenyewe hiyo aya. Kwa hiyo amini ulivyopewa, usiwe ni miongoni mwa wenye shaka. Fala takunanna minal mumtarin, usiwe katika wenye shaka. Yaliyomo humu yaamini kwa 100% zote. Fala takunanna minash shakin, usiwe weni katika watu wenye kutilia mashaka mambo ulioshushiwa. Almurtabin, usiwe katika watu ambao wanatia wakatoa, inawezekana hii au haiwezekani. Irtiyab na shak ndio hiyo kitu kimoja, kwenye Kiswahili nasema ni shaka tu. Wala takunanna min alladhina kadhabu bil ayati, wala takunanna, wala wewe Muhammad usiwe. Ana hakika Allah yeye hayuko hivyo mtume wake, na hatakuwa hivyo, lakini ni ile taukidi, kutilia mkazo maneno. Kama mtume anaambiwa hivi, mie na wewe tufahamu mara nyingi zaidi, tusiwe na shaka na lolote huko. Wala takunanna, wala usiwe ewe Muhammad, min alladhina kadhabu biayati llahi, wewe usiwe miongoni mwa watu watakaozikadhibisha aya za Allah. Na mtume hakupata hata kuota ndoto kwamba atakadhibisha chochote kwenye aya alizopewa. Sasa kama mtume anaonywa, na wewe unomfuata mtume unapaswa uonyeke hivyo hivyo,
usije ukalitilia shaka lolote kwenye Qur'ani. Ukifanya hivyo unacheza kwenye anga mbaya litakalokufika shauri yako. Wala takunanna, wala usiwe. Hiyo nuni ni ya taukidi ya kutilia mkazo. Usije ukawa minal ladhina kadhabu biayati llahi, we ni miongoni mwa wanaozikadhibisha aya za Allah. Ai maana yake la tukadhib bi shay'in min ayati llahi, usije ukakadhibisha chochote katika aya za Allah. Ziamini kama zilivyo na uzitendee kazi. Usipoamini chochote katika aya, fatakuna minal khasirin, matokeo yake utakuwa katika waliokula hasara. Yani Qur'ani ukikataa aya moja tu ukasema aya zote ninazikubali ila hii hapana, hiyo moja ulioikataa sawa sawa na umeikanusha kitabu kizima. Wamwambia watammat kalimatu rabbika, yamekamilika maneno ya Mola wako. Sidqan, ni ukweli mtupu yaliyozungumzwa humu. Wa adlan, na sharia zilizowekwa humu ni za uadilifu, hakuna maonevu hata kidogo. La mubaddila likalimati llahi, hakuna yoyote anayeweza kubadilisha maneno ya Allah. Asema hapa kachemka kidogo, angesema hivi ingekuwa bora zaidi kuliko. Hakuna. Hivyo ilivyo ikubali kama ilivyo. Ukaja ukakataa chochote, ukarekebisha chochote, yani wewe unaingia kwenye matatizo magumu mno na hutoyaweza. Kwa hiyo ukitilia shaka chochote, fatakuna minal khasirin, utakuwa ni katika waliokula hasara. Fatusbihu mimman khasira dunyahu wa akhiratahu, kama kuna sehemu yoyote ya kitabu hichi utakuwa na mashaka nayo, wewe utakuwa umepata hasara kwenye dunia yako na akhira yako kwa pamoja. Duniani ushahasirika na akhira umehasirika. Qala al-Baydawi, amesema Baydawi, wa hadha min babi tahyiji wa tathbiti, lugha iliyotumika ni katika mlango wa kukazia, kutilia mkazo. Tunaambiwa tukisoma kitabu hiki isije ikatokezea sehemu tukawa na shaka nayo hata kidogo. Watathbiti, na ni lugha ya kututaka tuthibitishe chochote kilichomo humu ni sahihi na kweli, kina faida na hakina hasara. Waqatu atma'il mushrikina anhu, na lugha hii ni lugha ya kuwakatisha tamaa washirikina kwenye yale walioyatangaza na wanayoyatamani. Washirikina walikuwa wanamwambia Mtume, waqala alladhina la yarjuna liqa'ana wa idha tutla alaihim ayatuna bayinati, washirikina wanaposomewa aya zetu ambazo ziko wazi wazi zinaeleweka, wanasomewa maneno kwa lugha yao na wanayafahamu. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana, kama mnakumbukumbu tumeshapita hiyo aya, iko kwenye sura hii huko mwanzo. Aya zetu wakisomewa washirikina, wale wanaokataa akhera, wanaokanusha kuwa kuna siku nitakutana nao, wanasema kumwambia Mtume anayewasomea, iti biqur'anin ghairi hadha, Muhammad, soma tuletee Qur'ani nyingine isiyokuwa hii. Kama haiwezekani lazima usome hii Qur'ani hii ulionayo, au badilisha baadhi ya maneno unayojua yanatukera. Hasa kitabu si changu, nijitie ufundi cha kurekebisha maneno kwa kukuridhieni nyie. Lete Qur'ani nyingine isiyokuwa hii tumeikataa, hatuipendi, lete nyingine. Nyingine yakaitoe wapi? Kama haiwezekani basi hii irekebishe yale ambayo yanatuudhi, ondoa, lete maneno mengine mazuri tutakayofurahika nayo. Qul, waambie, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, sina mamlaka ya kuibadilisha Qur'ani kwa akili yangu mwenyewe. In attabi'u illa ma yuha ilayya, mimi sifuati lolote ila ninaloambiwa. Haya ninayokuambieni mimi ndo huwa nishaambiwa, wafikishie hili, waambie hivi. Hasa mimi nitarekebishaje na mimi natumwa?
inni akhafu in asaitu rabbi, mimi naogopa nikimuasi Mola wangu. Kaniambia sema hivi, nikaseme vingine kwa kuaridhisha nyinyi. Ninamuogopa Mola wangu nikimuasi, adhaba yaumin adhim, ataniadhibu kwenye siku ambayo moja mbaya mno. Kwa hiyo mimi sina budi niseme vile ninavyoambiwa. Sema hivi, nasema hivyo hivyo, hata mkikereka. Waambie hivi, nitakwambieni hivyo hivyo, hata mkikasirika. Siwezi kubadilisha chochote. Kwa hiyo wanakatishwa tamaa wale washirikina walikuwa wanatamani Muhammad naye awe yuko flexible. Rekebisha hicho, ondoa hicho, hichi hatutaki, na yeye awaridhie watu. Wamekatishwa tamaa. Waqala al-Qurtubi, na Qurtubi amesema, al-khitabu fi hataini al-ayataini, mazungumzo yaliyoletwa kwenye aya hizi mbili tulizozisoma, linnabii sallallahu alayhi wasallam, Allah alikuwa anasema na mtume wake. Kama huyo mtume kaambiwa hivi, mimi na wewe tuchunge sana. Maneno haya Allah akasema na mtume wake, anamuambia mtume wake. Wal muradu, lakini makusudio ya maneno haya, ghairahu, wanakusudiwa wengine, hawa anaowafikishia ujumbe ndo akina sisi. Yote haya ni ujumbe kwetu siye. Tuone kama huyo mtume anaambiwa maneno makavu kama hivi, je, siye tutaambiwaje? Makusudio ni sisi ndo tuloletewa kitabu na aya ndo tunazisoma. Hata huyo mtume hayupo sasa hivi, lakini sisi zinatuhusu moja kwa moja. Kutokana na muda, labda na leo tuweke hapa, nirudie tu mara moja hapo tuliposoma leo. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Walaqad bawwa'na bani Israila, kwa hakika tuliwaweka wana wa Israeli mubawwa'a sidqin, kwenye makazi ya uhakika. Walipotoka kwenye shida kule Misri kwa Firaun, waliwekwa mahala salama, kwenye maisha mazuri, riziki njema, waliwekwa mahala pa uhakika. Warazaqnahum min at-tayyibati, tukawaruzuku namna nzuri nzuri za riziki. Achilia mbali ile manna na salwa, waliruzukiwa hasa ni mji wenye maisha, wakawekwa hapo. Famakhtalafu, hawakukhitilafiana, hata jaahumul ilmu, mpaka ilipowajia ilmu ndipo walipokhitilafiana. Tumeambiwa tafsiri mbili hapa. Elimu yenyewe kwanza ni kitabu chao cha Taurati, kilipoanza kuja na hukumu za kisheria, halali na haramu. Yaumul qiyama, hakika ya Mola wako atakuja kuwahukumu watu wa kitabu baina yao siku ya kiyama. Hapa duniani mtu hujisikia yuko huru, hufanya analolitaka, lakini analolifanya leo maamuzi yake yatakuja kuyakuta huko siku ya kiyama. Inna rabbaka yaqdi bainahum, Mola wako atakuja kuhukumu baina yao yaumul qiyama, siku ya kiyama, fima kanu fihi yakhtalifun, kwenye yale yote ambayo hapa duniani walikuwa wanakhitilafiana kwayo. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika, ewe Muhammad, ikiwa una mashaka
na huu wahai tuliokuteremshia. Ikitokezea lolote likakupa shaka, fas'ali alladhina yaqra'una alkitaba min qablika, waulize hawa watu werevu wanaosoma vitabu vilivyoshushwa kabla yako, wale weledi wanaoijua Taurati, wanaoijua Injili, yatakayokupa shaka wewe kwenye Qur'ani yako, waulize wao, ili likoje jamani, limekaaje? Lakini mtume hana shaka na kitu na hakupatapo kumuuliza yoyote, kwa sababu yote alikuwa ana uhakika nayo. Laqad jaaka alhaqu, mwisho Allah mwenyewe akamwambia kwa msisitizo, kwa hakika yote yaliyokujia ni haki, min rabbika, inayotoka kwa Mola wako, fala takunanna minal mumtarin, basi tunakuonya usije ukawa katika watu wenye mashaka na hivi ambavyo umeletewa. Usiwe na shaka navyo, ni vitu sahihi vya kweli, vina manufaa. Wala takunanna minal ladhina, wala usije ukawa katika wale ambao kadhabu biayati llahi, wanazikadhibisha aya za Allah, wasichokipenda wanakikataa. Usije ukawa wewe katika watu hao. Fatakuna minal khasirin, ukifanya hivyo utakuwa ni katika waliokula hasara. Tuweke hapo kwenye aya ya 95 hiyo. Wa ala hadha alqadri yaqifu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakuna jambo. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulikuwa unasinzia? Mbona maswali ya ajabu ajabu? Mtume kabla hajafaradhishiwa sala, yeye na watu wake walikuwa wanasali rakaatani bilghadati wa rakaatani bilashi, na pale kasalisha rakaa mbili, jambo ambalo analielewa, aliko kwenye mazoea. Hizi sala tano za faradhi kwetu ndo alizokwenda kupewa huko alikokwenda mbinguni. Method ya kusali anayo zamani, mbona au hujanifahamu? Kaambiwa swalisha, kusali anajua, kabla hajaenda huko mbinguni anajua kusali, na yeye na watu wake walikuwa wanasali rakaa mbili asubuhi na rakaa mbili jioni. Hizi faradhi ya swala tunazosali sasa hivi, ambazo hata sisi tunazipiga chenga, wakati mwingine ukirudi kwenye mishemisha anasema Mungu mwenyewe anajua nilivyochoka. Hizi swala tano za faradhi ndo alizokwenda kufaradhishiwa mbinguni. Hizo za wakati huo zilikuwa ni kama ada au sunna, lakini ndo wanaswali asubuhi rakaa mbili na jioni rakaa mbili. Naona kama haijakukalia sawa hivi. Ndio. Huyu aliyemchukua Maka akampeleka hapo alipompeleka ndo mwalimu wake. Hayo alikuwa analingania, hayo alikuwa anayafanya, alikuwa anafanya kwa maelekezo. Nimekwambia hili swala yeye tayari alikuwa ni mweledi nalo. Kuswali hizo rakaa mbili alishajua. Faradhi, kule kufaradhishiwa kwamba hizi sasa ni necessarily compulsory, wewe na umati wako, hizi ndo alizopewa huko. Bado hujaelewa?
Naam Sheikh. Wa alaykum salam. Upande huo elimu yangu ndogo, sijasoma. Kwa hiyo hili kaliulize kwa mashekhe. Mimi uwezo wangu ndo huu mdogo mdogo tu. Sina hata diploma watu unaponiona. Sijatakharraji kwenye chuo chochote. Kwa hiyo sioni aibu swala kama silijui kukwambia silijui. Kwa hiyo hilo silijui. Limenzidi kimo. Lakini unaweza kwenda kwa wasomi ukaulizia inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا جملنا بالعافية والسلامة وحقق لنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.